Nataka kuwasalimia katika jina la Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Tusalimiane vizuri pale nyuma. Bwana asifiwe. Asante. Leo tumekuja kufurahia siku ya harusi kati ya Doris na Kariuki, na tumefurahia Bwana ni kwa sababu amefanya na ametenda. Now we have Mr. and Mrs. Karis, na ni matendo na upendo wa Mungu. Jina naitwa Robert Weihenya. Kristo ni Bwana, ameniokoa na kunipenda zaidi katika safari hii ya imani. Tumesomewa somo na ninataka kwenda haraka, na najua ya kwamba wengi wamechanganyikiwa kidogo, lakini hilo ndilo somo ambalo tutalisoma na kulichambua kidogo ili tuweze kujua jinsi tunavyopaswa kukaa katika ndoa zetu. Nataka tuongee juu ya mafunzo ya huyu mwanamke ambao kila mmoja wetu hampendi. Kama kuna mtu ambaye hapendwi katika Biblia na ambaye anaonekana ya kwamba ni mke ambaye ni mbaya, ni huyu ambaye anaitwa Jezebel. Na hata mimi kama ningekuwa Doris, ningeshikwa na shida kidogo nikisikia ya kwamba katika ndoa yangu tunasoma juu ya Jezebel. Tena pia wazee hawampendi pia Ahab. Lakini kando na vile tatumheshimu na kando ya vile hapendwi, na kusema kweli ako na shida zake, lakini kama kuna mwanamke ambaye ako na mafunzo katika mambo ya kifamilia na kutujulisha vile tunavyopaswa kuhusiana katika ndoa zetu, ni huyu tu, huyu mwanamke ambaye anaitwa Jezebel. Na Jezebel anatufunza vile mwanamke anapaswa kukaa katika ndoa na vile tunapaswa kuhusiana sisi na wake zetu, na wake zetu vile wanavyopaswa kutuchukua. Na kwa hivyo leo ningetaka tukaweza kumpa huyu Jezebel her justice, na tuseme ya kwamba amepita wanawake wengine ambao wanaiba hapa, wengine ambao wanaongoza kanisani. Jezebel is one of the best wives ambao ameonyeshwa katika Biblia. Na hilo ndilo somo ambalo tungetaka tukaweza ona vile tunapaswa kusoma kutoka kwa huyu mwanamke. Ndio alikuwa na uofu wake, lakini katika ndoa she is one of the best wives ambaye ameonyeshwa katika ndoa. Na kwa hivyo Doris, soma kutoka kwa Jezebel, sio kwa mambo mengine, lakini kwa mambo ya ndoa, ili ukaweza kuwa na ndoa ambao ni ndoa sawa, ambao iko na furaha. Mambo ambao tunayasoma kutoka kwa huyu mwanamke ambaye tunajua kwamba alikuwa anakaa karibu na mewe na ambaye alikuwa anafuatilia mambo ya mewe. Kuna mambo 10 ambao tunayasoma kuhusu Jezebel ambao tunapaswa kusoma sisi kama wanawake. Nitamalizia na kusema na wewe Ahab unapaswa kukaa namna gani. Jambo la kwanza, tunaona huyu Jezebel, yeye alikuwa a true encourager. Ni mtu ambaye alikuwa anamtia nguvu mume wake katika hali zote. Na tunaona wakati Ahab alienda kama wazee wale wengine kutafuta shamba, naye huyu Naboth akamwambia, hapana, sitakupatia shamba, ni kwa sababu siwezi kukupatia urithi wa familia. Naye huyu Ahab akaenda moyo wake ukiwa umethofika, na akaenda akiwa chini mno. Tunaona mke wake ndiye anamwambia, wewe si wewe ndiye mfalme, sasa una hofu ya nini? This wife called Jezebel was an encourager to the wife. Na ni lazima tusome ya kwamba sisi kama wanawake, kazi moja ambao Mungu ametupa
kutoka pale Shabani Eden ni ya kwamba mwanamke akaweza kuwa encourager to the husband. Hawa wazee mkiwaona wakati mwingine wanapigwa na dunia, wanasukumwa na mambo, wanasukumwa, they require an encourager. Akirudi nyumbani, mtu ambaye anamsoma na anamwambia usijali mume wangu, usijali, nitakushughulikia, nitakubatia. An encourager in the wife is what Jezebel was. And we need to learn from Jezebel. Ya kwamba sisi kama wanawake twapaswa kuwa watu ambao wana encourage our husbands. Jambo la pili ni ya kwamba huyu Jezebel alikuwa an expert ya kusoma mood ya mzee wake au mume wake, ili ajue vile ataweza kumhado. Unaona, huyu mzee wakati alipoingia hakusema na mtu yoyote yule, jambo ambalo wazee wengi wanafanya hata waleo. Lakini wakati Jezebel aliona ya kwamba mzee wangu ameingia nyumbani akiwa na mood baya, akasubiri, akamsoma, akamwangalia, akaenda mpaka nyumbani, mpaka kwa bedroom. Na Biblia inasema ya kwamba Jezebel akamfuata. You know, this is a woman ambaye alikuwa anasoma mood ya mzee wake, na akajua ya kwamba hii au huu sio wakati wa kumwambia ya kwamba Radrod alikuwa hapa kuitisha deni. Huu sio wakati wa kumwambia ya kwamba watoto wamefukuzwa shule. Huu sio wakati wa kumpa mambo mengi. Sasa ni wakati wa kuweza kumtengeneza na kurudisha mudi yake. Na akaenda mpaka pale kwa kitanda, akamwambia, mume wangu, nini baya na wewe? Share with me ili nikaweza kukusaidia. You know, women, nyinyi wanawake, it is good to learn from Jezebel, ambaye aliweza kusoma mood ya mume wake, ili akaweza kwenda na kumwambia na kumpa nguvu na kumwambia, mume wangu, share with me, niambie kama ni wewe, wakati mume wako amekuja ya kwamba amepigwa, yeye shida zake amebebanisha, do you know how to read the mood of your husband, ili ukaweza kumpa neno la kumtia nguvu. Hivyo ndivyo Jezebel alifanya, na ni kwa sababu ya hayo akabadilisha mambo ya familia, akabadilisha mood ya mume wake, na mume wake ambaye hakuwa naongea akaanza kuongea. Doris, you must learn the mood ya your husband who is Charis. Na hilo ni jambo ambalo utalifanya tangia sasa, sababu sasa mtakuwa na yeye, ni lazima ujue hali zake na ujue ya kwamba this is how I handle. Wengine hapa wote wengi wameanguka sababu hakuanza hivyo, na kwa hivyo wewe sababu ushaanza na unaanza leo, weza kusoma muda ya mume wako ili ukajue namna gani. Jambo la tatu ni ya kwamba Jezebel alikuwa comforter. Sio tu an encourager, alikuwa comforter. Yeye alikuwa kitulizo cha moyo wa mume wake. Ya kwamba wakati mume wake, unaona, ni mfalme na yeye ameingia nyumbani sababu deal yake imeanguka, na yeye amejihisi kana kwamba hata yeye sio kama mfalme tena. Lakini yeye mke wake Jezebel ambaye hatumpendi ndiye anakuja kumwambia, wewe kumbuka, wewe bado ni mfalme, be strong, wewe bado ni mfalme. Ni wanawake wangapi ambao wanawaona waume wao wakilia ni kwa sababu ya vile wamesongwa, wanawaambia, mume wangu, bado wewe ndiye mfalme wangu. Na shukuru Bwana ni kwa sababu yale maneno Doris alisema, wakati alisema tuna jambo ambalo tungetaka kuambiana sisi wawili, alimalizia na kusema ya kwamba you are my king. Those were the words ambazo Jezebel alimwambia mume wake. Akamwambia, mume wangu, usijali, hata kama umepigwa na watu wanakuona ya kwamba wewe bure, watu wakucheka ni kwa sababu umeaibishwa, you are still my king.
When your husband are beaten in the church, when they are beaten by the world, wakipigwa kazini mwao, na wao wamefirisika, wanajihizi kana kwamba I am not a man enough. Wamepigwa hata kwa familia zao, ni kwa sababu mambo yao hayajauganishwa, hayako sawa. Are you that wife who can stand and say, my husband, you are still my king? When things are not working right, do you have the voice as a woman kama hii ya Jezebel? Na vile wewe unamdharau wewe, lakini Jezebel akajua my first duty is to build my husband. Na akamwambia wewe mume wangu, amka ukure, you are my king. How many wives are ready to call their husbands my king? This is where we are defeated by Jezebel. Jezebel was a good wife, ambaye alikuwa anainua moyo wa mume wake, akamcomfort na akamfanya ajihisi kweli mimi ni mfalme. Lakini how many men can feel like they are kings in the house because of their wives? Jambo la nne ni ya kwamba Jezebel was a solution-oriented woman or wife. Yeye hakuwa mtu wa kuuliza tutafanya nini. Yeye alikuwa mtu ambaye anajua hii shida iko namna hii, tutafanya namna hii. Unajua ni vizuri tujue hata wakati wazee wako chini. Give a solution. Siwezi kuwa nimelala kwa kitanda, niko na shida, niko kwa hospitali, lakini mke wangu hapa Mama Goge akuja kwa hospitali kuniuliza nyetie kaburi kurehere biru. Anaonyesha hafikiri. Ni vizuri mwanamke anajua ya kwamba this is the decision I must take. This is me. This woman called Jezebel, yeye akamwambia mume wake, usijali, I know what to do. Najua vile nitafanya, wewe usijali, amka ukure. Those are the words wazee wengi wanataka kusikiza. Ndio watoto wamefukuzwa shule. Where is that wife who is ready to tell the husband, I know what we are going to do. I know. This is Jezebel. Yeye akawa suluhu kwa shida ambayo ilikuwa imekuja kwa familia. Wife, you are supposed to be ready with solutions. Ready with solutions. Mambo yakienda mlama, we should be part of the solution, but not part of the problem. Jezebel was an excellent wife. Alikuwa mke ambaye alikuwa anajichua. Akasema, I know what we are going to do. Na akamwambia, nitakupa hiyo kitu unataka. Nitakupa. Usijali zile binu alikuwa anapanga kupitia. Lakini amemwambia mume wake, wewe tulia. I have a solution. And that lad I'm going to give it to you. Nitakupatia. Wewe ni mfalme, lakini nitakupatia. A solution-oriented wife. That is what we require in our families. Jambo la tano ni ya kwamba Jezebel was a courageous woman. Yeye hakuwa mwanamke hohehahe, goigoi. Yeye alikuwa courageous. Ona yale maneno ambayo alienda kwa mewe kumwambia, wewe si wewe ndiye mfalme. I thought you are the king of Israel. Wewe ndiye mfalme. Wewe unaweza sema jambo. Yeye bado akitoka hapo anaenda kwa wale wengine kuambia, nipatieni hizo letterhead za mfalme. I'll do it. A courageous woman, mwanamke ambaye ako na ukakamafu na kusema ya kwamba siogopi. So long as I'm doing it for my family, I don't fear. So long as I'm doing it for my husband, I don't fear. I don't care. A courageous woman. Doris, be that kind of a woman.
ambaye anaweza simama with courage and power and strength during that hour when your husband is crying. Be that woman. Uwe yule mke ambaye anaweza simama kwa ukakamavu na kusema, I am stepping in the gap. It doesn't matter. I am stepping in. Yeye aliweza kuitisha makaratasi, akasema yandikwe na yandikwe hivi, akaitisha muhuri wa mfalme na akasema isabashwe. Ifanywe nini? Isabashwe. Kuelewa? Ipeanwe. Hiyo Kiswahili mingi wakati mwingine ya kwamba huyu mwanamke hakuwa mwanamke ambaye anangojea afanyiwe. She was a courageous wife who was ready to step in na kusaidia mume wake. Kumbuka akifanya haya yote, yeye amemwamsha mumewe, amempeleka mesani, anamwambia kuwa unakula, nitakuletea suluhu ile nimefanya. A courageous woman. Are you ready to be like Jezebel in your family? Are you ready to say, this is not going to be done in my family? Are you ready to say, this is what I stand for in this family? Are you ready to save your husband in a terrible situation with your courage? That was Jezebel. Na akasema haijalishi, najua hamnipendi, lakini nitasimama. I'll do what I can courageously for my family. The other thing, number 6, is that Jezebel was intelligent and smart. Na ni vizuri kuwa mwanamke ambaye ako na hizi kama Jezebel. Sababu huwezi ukawa na suluhu ya shida ya familia kama wewe huna hizi. Lazima uwe na akili na ukaweza kufanyisha hizo akili zako kazi. Be smart, be intelligent. Jezebel demonstrated her intelligence, ya kwamba aliweza kustep in, na wakati huo yeye ndiye alikuwa mfalme. Mzee wake ako na husuni, amedhoofika, ako pale. Yeye kwa uelevu wake akastep na akasema, I'll save the name of my husband. Sitakubarisha kesho yake Naboth asimame ya kwamba, aseme ya kwamba nilimshinda mfalme. I will not allow that. Yeye akatumia akili na akasema, I am now defending my king, I am defending my husband. Through intelligence. Be smart. Know how to cover your husband. Be intelligent. Know how to step in. Ili ukasema ya kwamba no matter what, I will step in. For siwezi nikakubalisha mtu yoyote akuje atharaulishe jina la mume wangu. We need such wives who are going to say, I know. Mmejaribu kudharaulisha mume wangu hapa kanisani, lakini mliniona usiku, sitakubalisha. Nyinyi mmejaribu kudharaulisha mume wangu kwa mji, kwa kijiji, hamnijui vizuri. I'll stand in smartness and intelligence, defend my husband. Kuna mahara tulienda kitambo kidogo, tulikuwa na Edakareja, sijui ameketi wapi, na yule ambaye alikuwa anaelekea kusimama kuhubiri, tulikuwa kwa Mashakaya mahali, alikuwa arede. Sasa mume wake yeye hahubiriagi, yeye ni mwanasiasa. Sasa it was a first law. Sasa akapewa mahali asalimiane. Sasa mume na mke ndiye anahubiri. Yeye akasimama akawaambia, wacheni niwaambie, nimesikiza wahubiri wengi, lakini yule ambaye mnaelekea kumsikiza hapa
mtajua kuna wahubiri. Sababu sijawahi sikia mhubiri wa nguvu kama yule ambaye mnaelekea kusikiza. Yenyewe aliposimama hakusema jambo lolote, hakuna kitu alisema cha maana, lakini ile kuinuliwa, aliinuliwa na mume wake. We require that spirit in the wives, ya kwamba kabla, hata kama unajua mzee wako na kasoro 18, kumbuka moja tu, ukaweza kumuinua na kusema ya kwamba I know my husband is intelligent, hata kama unajua sio intelligent. My husband is learned, hata kama unajua alifika class 8. You know, sema na useme ya kwamba my husband is powerful. Just give him time. We require such wives. That is the Jezebel spirit. And it is good tukaweza kuwa na wanawake ambao ni wa smart na ni intelligent, wanatengeneza wame zao. Lakini kuna wengi ambao wanajua kubomoa. Unajua kuna wale ambao wanatoa ushuhuda na wanasema, nitasema kwa Kikuyu, wanasema ni ugomo ya ramu irate. You see, you know, that's how we have destroyed many husbands. You know, if you want your husband to stick with you, can you just protect him? Just demonstrate some intelligence. Start with him and for him, and it will be good. Number 7, ni ya kwamba Jezebel was a protective wife. She knew how to protect her husband. Akajua ya kwamba sasa mahara tuko, kama sitafanya kitu leo, kesho mfalme atakuwa ameaibishwa hapa kote, na hakuna mtu ambaye hatakuwa akijua ya kwamba nimemshinda mfalme ambao alijaribu kuja kunyakua shamba langu. Naye Jezebel akajua ya kwamba hiki kikiendelea, jina la mume wangu limeisha. Na ndiposa alianza na kumwambia, wewe si ndiye mfalme, usisahau wewe ndiye mfalme. I'll defend your name. Nitaweza kupigania jina lako. Women, wives, ni vizuri tukawa wanawake au wake ambao wanapigania jina la familia, wale ambao wanapigania jina na wana protect jina la familia zao. Kuna wengine ambao hawajali, wanataka kuaibisha na kuaibisha na kuaibisha. Be protective. Protect the name of your husband. Nobody else can be able to defend my name better than my wife. Nobody else can be able to defend the name of your husband better than you. Let me remind you something which happened in the US some years back. Pengine umesaliwa. Lakini kulikuwa na president ambaye alikuwa anaitwa Bill Clinton. Bill Clinton alishikwa na shida, sitaki kusema ni shida gani. Wale ambao walikuwa wamesaliwa wanakumbuka. Lakini alishikwa na shida. Na yule ambaye alikuwa analeta hiyo shida hiyo alikuwa anaitwa sijui Lewinsky, kitu kama hiyo. Na kila mtu alikuwa amesema sasa Clinton ameenda. Who came to defend Clinton? The wife. Akasimama na yeye, watu wakajaribu kumchenga, but mke wa Clinton alikuwa anaitwa nani? Hillary Clinton. Akaweza kusimama na Clinton, na presidency ya Clinton was not saved by the court. It was saved by the wife. Can you defend your husband? Lewe gukumira gathina kanini ni uguthukira guthitanga muthuru waku gwike haraka ni wanyu. You see, mutungatiri uthire we mutungatiri uthire kuri uthire nginya kwiguka wanyu tigai uri mwatumia. Defend your husbands. Defend them.
This one wife called Jezebel, much as we hate her, hata kama hatumpendi, lakini akaweza kutetea na kuprotect the husband. Je, mume wako anaweza simama na kusema ya kwamba I have a protective wife? I have a protective wife. Ama wewe ni yule watoto wakiamkia mzee na wewe unachukua kijiko upande ule mwingine, sasa nyinyi ni kurushiana mzee. Jezebel was not like that. Number 8. Jezebel was an engaging wife. You know, yale matetezi mengi ambayo tunayapata kutoka kwa wanawake wengi ni ya kwamba wazee hawaongei. Jua ya kwamba wako sio wa kwanza kutoongea. Wewe ndiye mjinga. Ni kwa sababu hukai kama Jezebel. Biblia inasema ya kwamba Ahab akaingia nyumbani. Hakuongea na mtu. Hakutaka kuongea. Yeye akaenda sio tu kutoongea, akakataa chakula. Na unajua wazee wanafanyaga hivyo. Anakataa chakula. Akaenda akalala na akajifunika. Lakini Jezebel akasema sio hapa. Akaenda mpaka mahala alipokuwa amelala, akamwambia Jezebel, niambie shida ni gani? Hatuwezi lala namna hii. Niambie shida yako ni gani? This was an engaging wife. Sababu wanawake wengine wanateta ya kwamba wazee hawazungumzi. Lakini shida ni ya kwamba wewe kama mwanamke, na usifanye hivi Dolis, usikawahi shidana na Karis kunyamaza. Karis ni mwanamume na anaweza nyamaza wiki nzima na afikiria ya kwamba amenyamaza tu dakika 5. Usikawahi shidana na yeye. Ukiona amekuja nyumbani na mamun zake, wewe msukume na umwambie, niambie shida ni gani? Na yeye hakuogopa ya kwamba kama angemuuliza Ahab shida yako ni gani, amwambie ni wewe. Wewe ndiye umenikasirisha. Yeye hakuogopa. Akamwambia niambie shida ni gani? How much do you engage your silent husband? Au mnapitana tu huko kama akababas. You know, hakuna hata anasalimia mwingine, hakuna hata anashughulikia mwingine. Wanawake kuwa kama Jezebel. Engage your husbands until they talk. Hawa sio wabaya sana. Tutikorogo tuli urugo mwishiragia. No twashida na gukira na nyina wangu gewe haha. Nitanyamaza. Mzee wako msungumzie. Akijifunika mfunue na blanket, mwambie lazima tusungumze. Lazima tuongee. So be an engaging wife. Be an engaging wife. Jambo lingine la Jezebel, alikuwa anajua kupromise. Kama mwanamke, jua kupromise. Na hii sitachambua sana, lakini wewe kama mwanamke, jua ile kitu mzee wako anapenda, promise. Kuleo karuta ndio hii. Ogorodo inakio. Kiria, you know how to promise your husband. Dollies have a tendency of calling your husband. Akitoka kazini akiwa mahala alipo, mpromise. Inywe atumia haya. Learn how to promise your husbands. Diraga kwaria muno todo abu na joya Can you excite your husbands with promises? Can you excite them? Unaona wakati huyu Ahab alikuwa analilia kitandani, sijui alikuwa anamlilia nani. Wakati alipromisiwa na akabua, I'll give it to you. Akaamka na akakula. Anyway, learn how to promise. Wewe ndio unajua ile kitu mzee wako anapenda. Mpromise.
Umpromise. Mpigie simu tu. Umpromise. No you work Kariuki. Horera Kariuki. Umpromise. No aliokira. So finally, Jezebel, much as we hate her, she was extremely spiritual. Yeye alikuwa mwanamke muobaji. Shida ni ya kwamba alikuwa upande ule mwingine. Lakini kusema kweli, yeye commitment yake kwa mambo ya kiroho ilikuwa kamilifu, ilikuwa kabisa. Yeye alikuwa muobaji. Na kama aliweza kutuliza na kuweza kumshika na kumweka mume wake katika hali ya uombaji wake, je, wewe kama mwanamke, wewe una claim ya kwamba unamjua Mungu, how much more are you supposed to demonstrate your spirituality in the family? Before your husband and before your family, how much more are you supposed to demonstrate your spirituality? Mungu atusaidie. Sababu hata kama sisi na wachungaji wako hapa wengi, if your wife is not spiritually sound, kama mke wako akona shida ya kiroho, familia yote itakuwa na shida. Na kwa hivyo wewe Doris, ni lazima uwe spiritual. Ni lazima uwe mwombezi, ujue ya kwamba wewe ndiye. Hawa wengine naambianga watu na niwaambia mara kwingine, mimi sijari nani haniobei. But I know I have a wife who prays for me. And I appreciate that. And I know that she prays for me honestly. Na sababu mimi nakuaga na mtu zingine baya kuliko Ahab, najua ananihado vizuri. Wakati mwingine nimesukuma na akina baya wamenisukuma. Kuna wakati walinisukuma nikasikia kama nitakufa. Lakini nilipofika nyumbani nikaambiwa utanale reke toe. Na timu irete odo. Neri. You know, nikaombewa. You must be spiritual. Mothers, wives, you have got no choice. You must be above. Unajua huyu Jezebel alikuwa hata na nabii wake. Unajua see this level of spirituality. Na alikuwa anawalipa, alikuwa anawalisha, na alikuwa anawajua kwa majina, na walikuwa wengi. This is spiritual commitment. Nasema msijali ya kwamba alikuwa upande ule mwingine. But if our mothers, if our wives can have such a commitment to the true God, hawa wazee, na sababu ndio wengi hapa, hawezi wakaaguka, haya matigegwa. But how many times have you told your wife, your husband, let me pray for you? How many times? Wagimalire kikoini ukigimara ukihia tagathuri kage tugiaririka we ndukihuteka kou na ndu tiga uriraga ogiru dioka ugetua riu no ayurirwo. Remember, Jezebel demonstrated that her altar started from home. That is what you should have, is a wife. Riu na inyui the Ahabs. Today I was not talking about you. But also, hata nyinyi Ahabs, you are supposed to demonstrate some elements of being a true husband. Number one, be a good listener. Ahab was able to listen to the wife. Unajua kuna wale ambao hawasikizi, wanafikiria ya kwamba wanajua kila kitu, na ndio maana haya matigio atakumwira undu inyui to mutithikagiriria. Be like Ahab, a listening husband. Number two, be like Ahab,
have the power of delegating. Unajua kuna wazee ambao hawezi wakadelegate hata jambo la kununua maziwa. No muhaka na atarerwo shenji yothe. Nĩ tondũ kũgũrĩrwo iria nĩ agũtia thumuni cokirio hathumuni. Athuri, you must know how to delegate. Look at how Ahab was able to handle the situation. Akadelegate the powers to the wife. Do it if you can. Akaandika barua kwa niaba yake, akaandika na akapiga muhuri na watu wakatii. Know how to delegate. A husband, an Ahab who does not know how to delegate, urehagirwo nginya ucainage mbeca cia iria wi wodi we ndungire kia ona ugitwarwo thibitari no uragie taito iha na wathie gukua. You see, you are a guy. Men, we must learn how to delegate. Jambo la tatu, we must learn how to trust our wives. This is very clear. Ya kwamba Ahab alitrust mke wake. Ile barua iliandikwa hata hakusema reke ithurirwo kamiti. Ndui kuri andu mathuragithagia kamiti o haria hothe mari. Reke tuthurwo kamiti ya guthoma marua macio nigetha mamenyeke kana mekuririswo. Kamati dogo na andikwo miniti-ini ne coke thomo kamiti-ini iria nene nigethe menyeke ho ili iwe funzo kwa wanawake wengine matikanagerie gwika uguo. Now Ahab was not like that. He was a better husband. Yeye alitrust the wife. Do you trust your wife? And finally, Ahab knew how to honor and to bring honor to the wife. Na ujue ya kwamba sio tu nyinyi hamumpendi Jezebel. Hata wale wa siku zile hawakuwa wanampenda, lakini yeye alikuwa amefanya huyu Jezebel aheshimike kiasi kwamba akiongea wanajua ni mfalme anaongea. How much are we able to cause our wives to be honored? Karis, run how to honor your wife, Dolis, and to cause others to honor your wife. If you demean your wife na unamuonyesha yeye sio mtu, hakuna mahali ataweza kuwa honored and respected by other people. But Jezebel was respected because the husband caused her to be respected, and he himself respected Jezebel. Tigana na maoni madu. Tigana na adu. Mamo koroha. So kindly, men, may we cause. I'm short of saying this, but may we cause our Jezebels to be respected. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.